Yanga dhidi ya Azam FC kwa Mkapa litakufa jitu. Hiki hapa kikosi cha Young Africans kinachoanza siku hii ya leo. Naam, asante sana mtazamaji wa Sportika Online TV kwa kuendelea kwa sehemu ya familia hii kubwa habari za michezo na burudani. Mambo mengi muda mchache, ndivyo ambavyo unaweza ukasema wakati ambapo tukiwa na ratiba ya mashindano ya African Football League ama AFL ambayo ilifunguliwa rasmi siku ya Ijumaa iliyopita kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, lakini Ligi Kuu Soka Tanzania Bara imerejea tena, ambapo weekend hii michezo mbalimbali imepigwa kwenye viwanja tofauti hapa nchini, na ligi hiyo inatarajiwa kuendelea siku ya leo Jumatatu katika mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, Derby ama Mzizima Derby kati ya Young Africans ambao watawakaribisha Azam FC katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Nipo hapa kwa ajili ya kukutajia kikosi cha Young Africans ambacho kinatarajiwa kuanza siku hii ya leo, lakini kabla ya kutajia kikosi cha Young Africans ambacho kinatarajiwa kuanza siku hii ya leo, nikukumbushe tu ya kwamba mara baada ya mapumziko mafupi kupisha ratiba ya michuano ya kimataifa ya kalenda ya FIFA na michuano ile mipya kabisa ya African Football League, klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans na Azam FC leo hii zinatarajiwa kuvaana katika mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara unaotarajiwa kupigwa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa. Mchezo wa kwanza kabisa wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara kupigwa katika uwanja huo wa Benjamin Mkapa unatarajiwa kupigwa hii leo mara baada ya kuzinduliwa rasmi siku ya Ijumaa kufuatia kufungwa kwa muda kupisha marekebisho mbalimbali. Young Africans wanaikaribisha Azam FC katika mchezo ambao unatarajiwa kuwa mchezo wa mkondo wa 6 kwa Young Africans, lakini pia kwa Azam FC. Young Africans ambao ni wenyeji wanaingia katika mchezo huu wakiwa katika nafasi ya 3 na alama zao 12, huku Azam FC wao wakiwa katika nafasi ile ya 2 na alama zao 13, timu zote zikiwa zimecheza michezo 5, Young Africans ikishinda michezo 4 na kupoteza mchezo mmoja, huku klabu ya soka ya Azam FC wakiwa wameshinda michezo 4 na kutoa sare moja. Young Africans akiwa hana sare yote, wakati Azam FC akiwa hajapoteza mchezo wowote, ikiwa ndio timu pekee unbeaten mpaka sasa hivi, ukiacha Simba SC ambao wao wanaongoza msimamo wakiwa na points 15. Sasa nikutajia kikosi cha Young Africans ambacho kinatarajiwa kuanza siku hii ya leo. Nambari 1 anatarajiwa kuanza Djigui Diarra, screen protector, ambaye ametoka katika majukumu ya timu ya taifa kule nchini Mali. Lakini pia nambari 2 Yao Kwasi Atohula anatarajiwa kuanza katika eneo hilo. 3 Joyce Lomalisa. 4 na 5 anatarajiwa kuanza Bakari Nondo Mwamnyeto pamoja naye Dickson Job. Nambari 6 Khalid Aucho ambaye pia ametoka kuiongoza Uganda katika majukumu ya timu ya taifa. Nambari 7 tarajiwa kuanza hii leo Maxi Mpia Nzengeli. Nambari 8 Mudathiri Yaya Bas. Nambari 9 tarajiwa kuanza leo hii ni Clement Mzize. Nambari 10 anatarajiwa kuanza Zwazwa Pakome, na nambari 11 Stephanie Azizki ambaye pia alikuwa kwenye majukumu ya timu ya taifa akifanya makubwa huko kwa kutoa assist moja na kufunga bao moja katika ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya kikosi cha timu ya taifa ya Mauritania akichezea Burkina Faso. Stephanie Azizki. Huu ni mchezo ambao unakuwa na tafsiri ya vitu viwili vikubwa, yani kisasi kwa klabu ya soka ya Azam FC ambao katika michezo 3 mfululizo dhidi ya Young Africans wameshindwa kupata matokeo ya ushindi, huku Young Africans ikifanikiwa kushinda michezo 2 na kutoa sare mchezo mmoja. Lakini pia kwa Young Africans hii ni rekodi ambayo wanaingia katika mchezo huu wakiwa na
nguvu kubwa ya kutaka kuiendeleza mbele ya Azam FC. Nani ataibuka bingwa? Sportika Online TV litakuwa pale katika dimba la Benjamin William Mkapa, Lupaso, Dar es Salaam kukuletea matangazo haya ya moja kwa moja.